Ikumbuko tu hapo siku za hivi karibuni kulizuka sintofahamu ya sakata la Eli Mpanzu ambaye ilidaiwa kwamba alikuja Simba kwa mkopo, na ni kitu ambacho pengine watu wengi tulikuwa tufahamu the way mikataba ambavyo inasainiwa na wachezaji hawa endapo watakuwa kwa mkopo kwenye klabu moja. Sisi kwamba tulikuwa tunafahamu kwamba ni mchezaji wa AC Vita, klabu ya nchini Kongo, lakini kumbe sivyo, alitoka klabu nyingine kabisa, lakini alikuwa pale kwa mkopo. So watu wakaamini kwamba AC Vita ndo wenye mchezaji wao, kwa hiyo wana haki zote za kuweza kumrudisha huko. Kwa hiyo kulikuwa na propaganda kwamba jamaa anarudi zake AC Vita kwa sababu alikuwa kwa mkopo wa miezi 6 katika klabu ya Simba. So ikawekwa wazi kwamba mkataba huo ulikuwa ni wa miaka 2 ndani ya klabu ya Simba. Kwa mujibu wa wakala wake aliweza kuzungumza kwamba mkataba huo ulikuwa ni wa miaka 2, kwa hiyo ataendelea kutumikia klabu ya Simba kama ambavyo mkataba unavyozungumza, na si kwamba alikuwa kwa mkopo wa miezi 6 katika klabu ya Simba. Na hizi rumors zimekuja na wenyewe wanadai kwamba ni namna tu ambavyo wanataka kuwatoa mchezoni Simba, kwa sababu amekuwa akionyesha kiwango kizuri sana kwenye michezo ya hivi karibuni ambayo imekuwa Simba ikicheza, na amekuwa na msaada mkubwa sana kwao. Kwa hivyo kuna namna ambavyo wanaweza katoka mchezoni kwa sababu ya hizi rumors za kwamba jamaa anaondoka na vitu vingine kama hivyo, na AC Vita wanamhitaji mchezaji wao and stuff like that, lakini kumbe si kweli. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa ni kwamba mshikaji na mkataba wa miaka 2 pale Msimbazi, lakini nafikiri mkataba wa miaka 2 ni mchache sana kwa mchezaji kalba kama yule. Inabidi waanze process za kumuongezea mkataba kabla hata ya msimu kuisha, kwa sababu ni mchezaji mzuri na ni mchezaji ambaye ana potential kubwa sana kwenye klabu, hasa ambapo klabu inahitaji matokeo ya kuwasogeza mbele kwenye hatua fulani. So unaonaje hii changamoto?